uhatari unatokea wapi kwa upande wa Yanga, labda inaweza ikawa ni kiashiria kizuri kuelekea kwao kupata magoli kutokana na aina fulani ya mpira ambao wao wanacheza. Magoli 58 na mgawanyo wa magoli hayo unakuja kama ifuatavyo. Ndani ya 18 ya mpinzani, Yanga wamefunga magoli 43 katika magoli 58 ambayo yamefungwa. Kwa hiyo hii inatupa tafsiri kwamba Yanga wanalikaribia lango la mpinzani mpaka ndani ya 18 mara nyingi zaidi. Sawa? Na katika goli 58, goli 43, maana yake ni karibia robo tatu ya magoli yote yamefungiwa ndani ya 18 ya mpinzani. Hiyo maana yake Yanga wana hatari sana na wanafika sana, si watu wa kuweza kupiga nje sana. Lakini nje ya 18 magoli 7 tu katika magoli 58 ambayo yamefungwa. Kwa hiyo usitegemee Yanga kwa wanapiga mashuti mengi sana nje ya uwanja, nje ya 18. Hiyo maana yake hata kama mtu ana nafasi ya kupiga shuti bado ataendelea kukubembeleza, bado ataendelea kutafuta njia rahisi, bado ataendelea kuingia kwenye 18 waweze kufanya tap in, waweze kukevu, waweze kupiga, lakini wakiwa karibu kabisa na lango la mpinzani. Na katika magoli hayo 58, upande wa kulia wa Yanga, upande wa kulia ambao unaona mara nyingi upande ule anaegemea sana Aziz Ki, lakini pia kuna muda Pacome alikuwa anatokea kule. Yani namba 10, lakini unamuona akiwa anapenda sana kwenda upande ule kwa sababu ya mguu wake kuweza kupiga pasi, kukevu na vitu kama hivyo. Umezalisha goli 19 kwa upande wa Yanga, lakini upande wa kushoto umezalisha goli 14. Kwa hiyo upande wa kulia kidogo una hatari zaidi kwa upande wa Yanga. Kama unataka kuwazuia, zuia upande ule kwa nguvu zaidi, lakini pande nyingine nazo zinafanya vizuri. Na upande wa kushoto magoli yamekuja kuongezeka mengi baada ya kuanza Pacome kuoperate upande ule. Ameongeza nguvu sana na nafasi nyingi zimetoka, lakini kabla ya Pacome kuanza kuoperate kule ilikuwa bado wako chini kimagoli. Lakini katikati pia Yanga wanaweza wakapita na wametengeneza goli 12 kutokea katikati ya uwanja. Kwa unaweza kaona kushoto kwa moto, kulia kwa moto, kulia kwa moto zaidi, kushoto kwa moto, lakini katikati pia kama wanapata chansi wanaweza wakapita Yanga wakatengeneza nafasi na wakafunga magoli. Lakini wanafunga magoli ya aina zote. Magoli ya mguu wa kulia, mguu wa kushoto, lakini hata magoli ya vichwa katika magoli ya 58, magoli ya vichwa 12. Kwa hiyo maana yake aerial balls pia wanazitumia vizuri Yanga kuweza kupata magoli. Kwa hiyo unaweza ukaona Dube amekuwa na magoli mengi sana ya vichwa hivi sasa, lakini hata Aziz Ki na kimo chake, lakini bado unamuona na pia katika magoli ya vichwa. Uwezi kumwacha hapo beki, yes, beki mshambuliaji Baka na goli zake zote unaona ametumia vichwa, aerial balls. Kwa hiyo pia inaweza ikaongeza hatari kwa mpinzani, lakini pia ni caution kwa mpinzani. Tunafunga goli nyingi za vichwa. Yes, kuna uwezekano huo, lakini tutafanya research zaidi tujue. Yes, lakini pia mipira ya kutenga ya faulo ile, free kick zile, bado Yanga wameweza kuitumia katika goli ya 58, goli 3 zimetokana na mipira hiyo. Lakini pia kutoka kwenye kona magoli 3 yamezalishwa. Lakini pia wapinzani pia wamecontribute goli 2 kwa Yanga kwa maana ya kujifunga. Yes, lakini penalti zimepatikana na zimechangia goli 7 kwa maana goli 5 zimefungwa kutoka kwenye mkwaju wa penalti, lakini penalti 2 zimepotezwa upande wa Yanga.